Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha kubwa sana na ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwema na anatulinda na anatupigania. Kwa siku ya leo ningependa tufanye maombi mimi na wewe siku ya leo, ili Mungu atusaidie, atuponye, atupe uzima, atupe afya na kutujibu katika kila haja na hoja zetu. Neno ambalo ningependa kulisoma ili tuongoze katika maombi siku ya leo ni Yeremia sura ya 30 na mstari wa 17. Yeremia 30 mstari wa 17. Biblia inasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao pana mtu autakaye. Nitarudia, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Bwana asifiwe sana. Neno hili litufundishe na kutukumbusha kwamba Mungu anatuona sisi ni wa thamani kuliko kitu chochote. Yeremia hapo ukisoma 30:17 anasema, maana nitakurudishia afya. Mungu anasema atakurudishia afya siku ya leo. Kama kuna ugonjwa katika mwili wako, una mgonjwa kwa ndugu yako, una mgonjwa kwa familia yako, Mungu leo anakwenda kurejesha afya yake. Sema amen. Mungu anakwenda kumponya, Mungu anakwenda kukuponya wewe mwenyewe, anaponya ndugu zako, ataponya familia zako zote kwa jina la Yesu. Anaendelea kusema, nami nitakuponya jeraha zako. Inawezekana umejeruhiwa na maneno, umejeruhiwa na habari mbaya. Leo Mungu anakwenda kurejesha furaha katika moyo wako, anakwenda kurudisha furaha pale ulipojeruhiwa, anakwenda kukufurahisha pale ambapo moyo wako umepondeka, moyo wako umekosa amani, moyo wako umekosa raha, moyo wako umekosa furaha. Leo Mungu anakwenda kurejesha na kukuponya katika jeraha zako. Inaweza kuwa jeraha za maneno, inaweza kuwa majeraha ya kuumia kama kuumia katika ajali, inaweza kuwa jeraha mbalimbali katika mateso mbalimbali. Mungu leo anakwenda kurejesha na kukufinyanga kwa upya. Sema Biblia inaenda kusema kwamba kwa sababu amekuita, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa. Anasema kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa. Wako watu wamekudharau, wako watu wanakuona wewe kwamba hufai, wako watu wanakuona hauna faida hata katika familia yao, wanakuona hauna faida kwenye kampuni yao, wanakuona hauna faida kwenye kitengo cha kwao, wanakuona hauna faida katika kikundi chao, wanakuona hauna faida hata kwenye uimbaji, hauna faida hata kanisa, hata katika kanisa wakikaa wanaweka vikao, wanakuona hufai. Lakini Mungu anasema kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambaye hapana akutakaye, hapana akutakaye. Yani hakuna mtu anayekuhitaji. Leo watakuhitaji kwa jina la Yesu. Leo narejesha kibali chako kwa upya katika jina la Yesu. Narejesha kibali chako siku leo katika jina la Yesu. Ukiwa katika ofisi yako akuone ni mtu tofauti, ni mtu wa kuhitajika. Ukiwa kwenye biashara zako zikapate kibali katika jina la Yesu. Utakapopanga biashara zako hata Kariakoo, ukipanga biashara zako hata barabarani, ukipanga biashara zako sokoni, ukifungua duka lako, ukiweka hata biashara yako ya magari, ukiweka hata biashara yako yoyote katika duka lako, leo ukapokea kibali. Maana walikuita mwenye kutupwa, ufai mbele zao, ufai katika familia, ufai popote. Leo unapokea kibali katika jina la Yesu. Neno la Bwana likufikia hapo ulipo, ukapokea kibali kipya katika jina la Yesu, ukapokea nguvu mpya. Maana yeye amesema atakurejeshea afya yako na kukuponya jeraha zako, asema Bwana. Na kwa sababu walikuita mwenye kutupwa,
leo unakwenda kuonekana mtu mpya mbele zao. Walikuona kama ni mtu kukaa katika majalala, maana kinachotupwa ni kitu ambacho hakifai, kinakaa kwenye jalala, na wakichukua kitu kichafu wanakitupa katika jalala. Na wewe umefananishwa na kitu cha kutupwa, umefananishwa na kitu ambacho kimeoza, umefananishwa na kitu ambacho hakifai. Leo Mungu anageuza ule upande ambao uliharibika, ile aina ya kuharibika, anaifinyanga kwa upya. Mungu akufinyange, Mungu akufinyange kwa upya. Utakapoingia katika ofisi yako ukawashangaze, utakapoingia kwenye biashara yako ukawashangaze. Watakapokutazama wakuone ni kiumbe kipya, wasikufananishe na kitu kilichoharibika ambacho kinafaa kutupwa katika jina la Yesu. Pokea majibu mapya, pokea uzima mpya, pokea kibali kipya katika jina la Yesu. Wanasema hapana akutakaye. Leo watakutaka kwa lazima, leo watakutaka kwa lazima, watakuhitajika kwa lazima, watakuhitaji kwa lazima. Inawezekana mipango yako walikwisha iferisha ili isifanikiwe, ili isitajike. Leo unakwenda kuhitajika kwa upya katika jina la Yesu. Mungu akupe kibali, akupe kibali. Walisema ni kama Sayuni ambayo haihitajiki. Leo Sayuni unakwenda kuhitajika. Jitaje kwa jina lako na kutaja kwa jina lako katika ulimwengu wa roho. Leo unakwenda kuhitajika kwa upya katika jina la Yesu. Inawezekana ulikuwa uhitajiki tena, leo unakwenda kuhitajika. Pokea kibali katika mwaka 2026. Pokea kibali tena, pokea kibali kwa jina la Yesu. Mungu akujalie popote uendapo katika jina la Yesu. Uweza wa Mungu ukatembee naye utakapotoka, utakapoingia katika biashara yako ukapate kibali, ukapate nguvu mpya. Utakapokwenda kwenye huduma yako yoyote, Mungu akakupatia kibali katika jina la Yesu. Acha nikubariki kwa maombi haya machache. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ulio mtakatifu, tumesoma neno kutoka kitabu cha Yeremia sura yake ya 30 mstari wa 17. Yako maneno mazuri ya kututia moyo. Mungu ulio mtakatifu, ninambariki ndugu yangu huyu, ninambariki huyu mama, ninambariki huyu baba, ninambariki huyu kaka kwa jina la Yesu. Popote atakapopita, popote atakapokwenda, asionekane kama kitu kilichoharibika. Popote atakapopata jeraha lake likaponywe. Wakimuona kwamba hafai, anafaa kutupwa, akaonekane ni chombo chema, chombo kipya cha kupulia chenye meno, kama isemavyo kitabu cha Isaya, ukafanyike chombo kipya cha kupulia chenye meno. Mungu akubariki, Mungu akutunze katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Yesu, nishike mkono yawe, usiniache. Nishike mkono yawe, usiniache.